Naam, tunawasalimuni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunatumia fursa hii kwa karibisheni kusikiliza awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na tukianzia huko jimboni Kivu ya Kusini, ambako gavana wa jimbo hilo Jean-Jacques Purusi ametangaza rasmi kurejea kwa shughuli zote za masomo katika mji mzima wa Uvira. Uamuzi huu umeambatana na mapokezi ya zaidi ya walimu 65 ama 65 waliorejea kutoka nchini Burundi ili kuanza tena kazi zao kufuatia kuondoka kwa wahasi wa M23 katika eneo hilo. Katika tukio hilo, mamlaka ya mkoa ilipongeza juhudi za Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi katika kurejesha amani. Pia aliwahimiza wananchi kuimarisha mshikamano wa kijamii, kukataa kabisa ukabila na kushirikiana kikamilifu na vyombo vya usalama ili kudumisha utulivu uliopatikana. Na huko jimboni Kivu Kaskazini, shambulio linalodaiwa kufanywa na wahasi wa IDF lilitokea maeneo ya Oicha wilayani Beni. Kwa mujibu wa taarifa ya awali, shambulio hilo limesababisha vifo vya watu wawili, mtu mmoja kujeruhiwa na mwingine kutoweka. Tukio hilo pia limesababisha uharibifu mkubwa wa mali, ikiwa ni pamoja na nyumba 4 kuchomwa moto, pikipiki 3 kuungua ndani ya nyumba moja, maduka kadhaa kuporwa pamoja na nyumba 5 za biashara kuteketezwa kwa moto. Na huko mjini Washington nchini Marekani, tofauti na National Prayer Breakfast iliyofanyika hiyo jana tarehe 5 Februari mwaka 2026, Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu walikutana na kufanya mazungumzo ya faragha yaliyoratibiwa na waandaji wa mkutano huo wa kimataifa. Kulingana na baadhi ya vyanzo vingi vya habari, vinasisitiza ya kwamba Martin Fayulu alitumia fursa hii kusisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kitaifa yenye kuaminika yanayojumuisha hasa ushirikiano wa SENCO na SSA, ambazo anaziona kama nguzo muhimu katika kila juhudi ya upatanisho nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyo wa upinzani pia alisisitiza umuhimu wa mchakato wa pamoja unaojumuisha pande zote, akisisitiza kuwa amani na utulivu wa nchi hayawezi kudumu bila kuzingatia mitazamo yote ya kisiasa na kijamii, katika muktadha wa taifa bado ukiwa na mvutano mkali wa usalama hasa katika sehemu za mashariki. Ingawa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na Ikulu kuhusu mkutano huo, hatua hii inaonekana kama sehemu ya mfululizo wa mawasiliano ya kisiasa yasiyo rasmi yanayoonyesha kuwa wito wa mazungumzo na upatanisho wa kitaifa bado unaendelea. Na kwa kufuatia shambulizi la bomu linalodaiwa kufanywa na AFC M23 dhidi ya kituo cha uongozi wa droni za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwenye uwanja wa kimataifa wa Bangoka mjini Kisangani jimboni Chopo, Rais wa Tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat ametoa wito kwa wahasi hao kusitisha mara moja uhasama wote unaoendelea. Katika taarifa rasmi iliyotolewa leo hii tarehe 6 Februari mwaka 2026, Musa Faki ameitaka AFC M23 kuacha matumizi ya mbinu na silaha za vita zisizo na ubaguzi na kuheshimu kikamilifu ahadi walizozitoa katika muktadha wa juhudi za sasa za kurejesha amani. Aidha, Rais wa Tume ya Umoja wa Afrika amezihimiza pande zote zinazohusika kutekeleza bila kuchelewa na kwa nia njema mkataba wa Doha unaotajwa kuwa msingi wa kusitisha mapigano kwa ufanisi, kupunguza mvutano wa kudumu na kurejea kwenye mazungumzo ya kisiasa. Serikali ya Kinshasa na serikali ya London nchini Uingereza zimefikia makubaliano kuhusu kurejeshwa kwa wahamiaji wasio na hati halali na raia wa Kongo waliopatikana na hatia nchini Uingereza, baada ya wiki kadhaa za mvutano uliodhihirishwa na Uingereza kuweka vikwazo vya visa dhidi ya DRC kwa kile ilichotaja kuwa ukosefu wa ushirikiano. Nchi hizo mbili zimefikia, kwa mujibu wa vyanzo vingi vya
habari makubaliano yatakayowezesha kuanza tena kwa kasi kwa taratibu za kuwarejesha wahamiaji hao. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Shabana Mahmood amepongeza ushirikiano huo, akisema kuwa wahamiaji haramu na wahalifu hatari wenye asili ya DRC sasa wataweza kufukuzwa kwa haraka zaidi, pamoja na wale kutoka Angola na Namibia. Makubaliano haya yaliyopatikana chini ya shinikizo la uwezekano wa vikwazo yanalenga kurahisisha taratibu za kufukuzwa na kuimarisha uhusiano wa pande mbili katika masuala ya uhamiaji. Na tukumbushe kwamba hiyo jana Alhamisi tarehe 5 Februari mwaka huu, waziri wa Kongo anayeshughulikia Francophonie na Wakongo wanaoishi nje ya nchi ama diaspora, Crispin Mbandu, alimpokea balozi wa Uingereza nchini DRC Bi Alison King, na majadiliano yao yalihusu masuala kadhaa ya maslahi ya pamoja, hususan ushirikiano wa pande mbili, marekebisho ya mamlaka ya MONUSCO, mgogoro wa kiusalama mashariki mwa DRC, hali ya Wakongo walio katika mazingira yasiyo halali nchini Uingereza, pamoja na msaada wa kibinadamu wa Uingereza nchini DRC. Na kutokana na mkutano wa National Prayer Breakfast uliofanyika huko Washington, baadhi ya wadau wa kisiasa wa Kongo, haswa wa upinzani, wanachukulia vibaya kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwa kusema ya kwamba ameshamaliza vita kati ya Kongo na Rwanda, wakati huku bado vita ndo vinazidi kupamba moto, na kuongeza ya kwamba kauli hiyo itakuwa ni ya kudhihaki serikali ya Kongo na hata raia na wananchi wote wa Kongo, kitu ambacho kwa upande mwingine sio kweli kabisa. Kwa maana kwa upande mwingine sisi, kwa maoni yetu, tunasema ya kwamba wakati Donald Trump anaposema kuwa kwa uthabiti ya kwamba vita mashariki kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari vimeisha, haongei kama mshuhuda tu wa nje, anaongea kama mtu anayejua vizuri mitambo ya kina isiyoonekana ya mzozo huo. Kauli hii haimaanishi kuwa mapigano yameisha kabisa kwenye ardhi. Ukweli unaonyesha kuwa vurugu bado zinaendelea, lakini inaashiria ukweli wa msingi zaidi, kama ambao ni chanzo kikuu cha vita kinaonekana kuwa kimeondolewa au kimekwama. Kwa miaka mingi Rwanda chini ya uongozi wa Paul Kagame haikufanya kazi peke yake, na ilikuwa inatumia wahasi kama M23 kuwa kama sehemu ya mfumo mpana zaidi uliounga mkono na maslahi makubwa, mitandao ya kimataifa na ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa ambao uliendeleza ukosefu wa utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo basi, wakati Trump anasema vita vimeisha, ujumbe usioonekana moja kwa moja unaweza kueleweka kama wafanyabiashara wakuu wa vita wamebainishwa, ama msaada wa siri lakini muhimu umeondolewa, ama muundo mzima unaotia mafuta mgogoro umevunjwa. Na katika muktadha huu, Paul Kagame hana uhuru wa kutenda kama zamani. Hali ya sasa inaweza kulinganishwa na nyoka ambaye kichwa chake kimekatwa, lakini mkia bado unaendelea kuzunguka kwa mchakato wa kihisia tu. Mapigano yanayoonekana bado ni dalili za alama za mwisho za mfumo ambao tayari umeshindwa kwa kina. Vita vya risasi vinavyoonekana vinaweza kuendelea kwa muda mfupi, lakini vita visivyoonekana ambavyo ni vya kifedha, ulinzi wa kimataifa na ushawishi wa kisiasa vinadhaniwa tayari kumalizika. Na wakati nguvu kubwa za dunia zinaamua kuwa mzunguko umeisha, basi kwa hakika unakoma mapema au baadaye. Katika muktadha huu, baadhi ya wachambuzi wanadokeza kuwa Paul Kagame anaweza kukabiliana katika siku zijazo hapa karibu na mgawanyiko mkubwa ndani ya jeshi lake, tukio ambalo linaweza kuwa ni la kihistoria na ambalo linaweza likabaki na kuandikwa katika historia ya eneo na historia ya kisasa ya dunia. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tutakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, ambatana nasi hapa kwenye channel yetu ili upate dondoo moto kutoka Kibenge TV. Chao.